Wazazi wako wanaweza kuwa baraka yako kuu au mtihani wako mkubwa. Vyovyote vile, wewe umeunganishwa na wao milele. Malezi yao, mafunzo yao, sauti katika kichwa chao inakufuata kwa maisha yako yote. Hikma ya hii ni nini? Ni mafunzo gani unaweza kujifunza au kutojifunza kutoka kwa wazazi wako? Allah anasifu kujitolea kwa wazazi kwa ajili ya watoto wao. Kama vile huwezi kukumbuka miujiza kuzaliwa kwako, huwezi kukumbuka kamwe maumivu ya mama yako wakati wa kujifungua na ukosefu wa usingizi na wasiwasi ambao wazazi wako walikuwa nao wakati wakikulea wewe ukiwa mtoto. Na inawezekana kuwa hukuthamini kujitolea kwa wazazi wako mpaka ulipokuwa na watoto wako. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayhi وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاها وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Na tumemuhusia mwanadamu watendee wema wazazi wake wawili. Mama yake amechukua mimba yake kwa tabu na akamzaa kwa tabu, na kuchukua mimba kwake hata kumwachisha ziwa ni miezi 30, hata inapofika utu uzima wake na akafika miaka 40. Hii ina maana wanaona maisha kwa mtazamo wa wazazi wao. Husema, Mola wangu mlezi, niwezeshe nishukuru neema zako ulizoniemesha mimi na wazazi wangu, na nitende mema unayoyapenda, na unitengeneze dhuria yangu, hakika mimi nimetubu kwako na mimi ni miongoni mwa Waislamu. Allah anatuhimiza kuheshimu kujitolea kwa wazazi wetu. Lakini sio kila mtu alikuwa na ushawishi sawa wa wazazi wakati wa ukuaji wake. Musa alayhi salam alikulia katika nyumba ya Firaun, mtawala mwenye ukatili zaidi katika historia, lakini pia mwanamke mcha Mungu Asia ambaye alikamilisha imani yake na alikuwa mwenye kujitolea kabisa. Mtoto katika nafasi yake angeweza kuelekea kuwa mtawala mwenye kiburi kama vile baba yake. Lakini hakuna aliyechukia uonevu zaidi ya Musa alayhi salam. Badala yake anajitolea kwa kila kitu, akawaokoa watu wake na akawa mtu mwenye kujitolea kama vile Asia. Ibrahim alayhi salam alijaribiwa na baba mwenye jeuri aliyemtupa kwenye moto. Lakini angalia jinsi Ibrahim alayhi salam alivyokuwa baba mwenye upendo kwa watoto wake. Kwa kweli, baadhi ya wanazuoni wanasema kuwa Ibrahim inatoka kwenye maneno Abrahim, ambayo ina maana baba mwenye huruma, na yeye ni Abul Anbiya, baba wa manabii. Wakati mwingine mtoto anaweza kujibu unyanyasaji kwa kuonyesha sifa tofauti kabisa na zile za wazazi wake. Lakini inaweza kuchukua muda kujifunza kuacha hayo. Angalia hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Alimchukia baba yake al-Khattab kwa sababu ya unyanyasaji wake. Na Umar alikuwa akielekea kuwa kama yeye kabla ya Uislamu. Lakini kwa njia ya Uislamu aliweza kuelekeza nguvu zake kwenye kutafuta haki na ukweli ulimwenguni. Na akawa baba mwenye mfano kwa watoto wake. Subhanallah, angalia jinsi Abdullah ibn Umar alivyompenda Umar ikilinganishwa na jinsi Umar alivyomchukia al-Khattab, kwa sababu kuwa na baba mbaya kumemfanya awe bora kabisa. Kwa hivyo, wakati Umar alikuwa tofauti na baba yake, Abdullah akawa mfano wake, na hapo ndipo malezi bora yanapoingia.
Angalia wanawake wawili miongoni mwa wanawake wanne walipofikisha imani yao. Walikuwa mama na binti. Malkia wa moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Khadija radhiallahu anha na malkia wa janna Fatima radhiallahu anha. Angalia jinsi Al-Hasan na Hussein, viongozi wa vijana peponi, walivyoonyesha sifa nzuri na ujasiri na uongozi, na walikuwa tayari kusimama peke yao kwa ajili ya ukweli. Je, si baba yao Ali radhiallahu anhu aliyekuwa kijana pekee kujitolea kusimama kwa ujasiri pamoja na mtume wetu alayhi salam aliposimama peke yake kwenye mlima Safa? Kwa hali yoyote, unapaswa kuelewa kuwa wazazi wako walikuwa na wazazi pia, na walifanya maamuzi kwa kufuata ushawishi huo. Inawezekana kuwa mmoja wa wazazi wako alilazimika kutojifunza ukali fulani kwao na kuwa mzazi bora kama alivyotamani kuwa naye, na inawezekana kuwa wazazi wao waliona kwako fursa ya kuonyesha upendo na uangalifu zaidi kuliko walivyofanya kwa mwanao wao wa kiume au wa kike. Na tabia za watu tofauti huvutana, sivyo? Je, iwapo kama wazazi wako walikuwa na utoto tofauti, lakini wote walipata njia ya kumfikia Allah licha ya yote, hatimaye wakapatana. Kwa njia nyingi, utoto wetu ni kama tumbo la pili la uzazi, na tabia zetu zote zimeundwa kwa namna fulani na maisha hayo ambayo kwa uwezekano mkubwa ni mchanganyiko wa wema na ubaya. Lakini hata kama tunahisi kuwa ilikuwa ngumu zaidi kuliko wengine, tunapaswa kwa makini kutosahau utoto wetu na kuona kama ni nyakati za kiwewe tu, na kusahau upendo na rehma ambayo tulipatiwa wakati fulani, nyakati za hali yetu ya udhaifu mkubwa zaidi. Hakuna mzazi aliyekamilika, na wakati mwingine tunapaswa kujifunza kukubaliana na mapungufu yao bila kuwa na chuki. Na wakati wazazi wako ndio wenye ushawishi mkubwa zaidi kwako, wewe si wazazi wako. Una tabia yako mwenyewe na sifa zako. Kwa hivyo, haupati haki ya kudai moja kwa moja sifa zao nzuri ni zako, wala haupasi kujitambua kwa mapungufu yao. Unakumbatia sifa zako mwenyewe ulizopewa na Allah, kuanzia yale waliokuonyesha au yale unayotamani kuyaona kwao. Na hata kwa yule ambaye hakuwa na mzazi huyo kwa njia yoyote, kumbuka, sisi ni umma uliopokewa na yatima. Sote tunaye Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba kama kielezo. Innama ana lakum bimanzilati alwalidi uallimukum, mimi kwenu ni kama baba kwa kuwa ninawafundisha, na yuko karibu nasi kuliko sisi wenyewe. Na mama wa waumini ni mama zetu. Sote tuna mifano yetu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na familia yake na maswahaba wake. Tunapaswa kutafuta marafiki wetu ambao watatufanya sifa zetu ziwe bora zaidi. La tashabu man la yunhituka haluhu wala yadulluka ala Allahi makaluhu. Usiweke urafiki na mtu yoyote ambaye hali yake ikuvutii na ambaye maneno yake hayakuelekezi kwa Allah. Na ndiyo, katika wale wazazi walioko mbele yako, huenda kuna kumbukumbu nzuri ambazo huwezi kuona, lakini zimeingia katika roho yako, au labda kumbukumbu dhaifu katika akili yako, au pengine hata picha ambazo huwezi kukumbuka awali hadithi yake. Lakini jua tu kuwa kulikuwa na ukosefu wa usingizi ambao huwezi kukumbuka. Amini usiamini, ilisaidia wazazi wako kukomaa pia. Na ni wakati wako wa kukubali utoto wako wote kama fursa ya ukuaji wako wa kiroho. Kadari ya wale walio karibu nawe imeunganishwa moja kwa moja na kadari yako. Na yote hayo yanalengwa kutufanya turudi kwa neno la Allah, kupata hali bora zaidi ya nafsi zetu. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.